Bwana, taarifa ikufikie kwamba klabu ya Young Africans sasa imeanza mchakato wa kumchukua Aishi Manula, goalkeeper wa klabu ya Simba ambaye anamaliza mkataba wake mwishoni mwa msimu huu. Sasa iko hivi. Aishi Manula na klabu ya Simba walianza kutofautiana tangu msimu uliopita na aliondolewa kwenye kikosi by the way. Na baada ya kuondolewa kwenye kikosi alishindwa kushiriki mechi mbalimbali za ligi kuu, lakini pia hata kwenye mashindano ya kimataifa. Msimu huu Aishi Manula hajacheza mechi yoyote ya kimashindano. Zaidi amecheza mchezo wa kirafiki kati ya Simba na Al Hilal Omdurman. Mechi ya kirafiki ambayo alicheza Simba, lakini hakuna mechi nyingine yoyote ambayo Aishi Manula amecheza akiwa na klabu ya Simba, kuanzia mechi za ndani lakini pia mpaka mechi za kimataifa. Yaani manake msimu huu Aishi Manula hajacheza mechi yoyote ya kimashindano. Mechi ambazo amecheza Aishi Manula za kimashindano ni mechi ambazo amecheza akiwa na timu ya taifa ya Tanzania, lakini sio na klabu ya Simba. Tofauti kabisa na miaka yote ambayo alicheza na klabu ya Simba ambako alikuwa na uhakika wa kucheza 90% mpaka 99 ya mechi zote za klabu ya Simba, lakini msimu huu hajacheza hata mchezo mmoja kwenye mechi za kimashindano. Na baada ya ugomvi wa Simba na Aishi ulianza msimu ule ambao Simba wanafungwa mabao 5 mpaka timu ikiwa chini ya Robertinho. Baada ya pale, kama unakumbuka, alishutumiwa kwamba amepanga matokeo kwa mchezo dhidi ya Young Africans, kitu ambacho kilipelekea akaondolewa kwenye kikosi cha Simba, na of course pia akaja akapata majeraha na nini, lakini hata baada ya kupona kwenye majeraha hakuweza kujumuishwa kwenye kikosi ambacho kienda kuweka kambi kule nchini Misri, lakini pia hakujumuishwa kwenye kikosi ambacho kilikuwa kinashiriki mechi mbalimbali za ligi kuu. So hiyo ikasababisha Aishi kuto kucheza hata mchezo mmoja kwenye mechi za kimashindano, lakini akaondolewa pia kwenye kikosi. Of course tulikuwa tunamuona kuna wakati anacheza anafanya mazoezi na timu, lakini alikuwa anafanya tu mazoezi kwa sababu ni sehemu ya squad ya klabu ya Simba, lakini sio mchezaji ambaye alikuwa anafanya maandalizi kwa ajili labda kucheza mechi yoyote ile. Unajua Aishi Manula hata kwenye kikosi cha Simba ambacho kilipangwa kushiriki mashindano ya kimataifa jina lake halikuwepo. Kwa hiyo alikatwa kabisa. Sasa baada ya haya mambo yote kutokea, Young Africans wao wamegeuza sasa, wamegeuka upande wa pili, wanamtaka Aishi Manula awe sehemu ya kikosi cha Yanga kwa msimu unaokuja. Na zipo tetesi kwamba pia Djigui Diarra ataondoka mwishoni mwa msimu huu kwenye kikosi cha Young Africans. Maana yake Aishi Manula anachukuliwa kama mbadala wa Djigui Diarra kwenye kikosi cha Young Africans, lakini pia yupo mtu kama Amos Yabasogi ambaye anatoka kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Ni miongoni mwa magolikipa ambao wanatajwa kwenda kuunda kikosi cha Young Africans kwa msimu unaokuja. Aishi hataki kubaki Simba, na hilo linajulikana kabisa kwamba kwa yote ambayo ametokea hayupo tayari kuendelea kubaki Simba. Yaani unajua kinachomkuta Aishi Manula ni kama kile ambacho kilimkuta Faisal Salum wakati akiwa na Yanga. Yaani anashutumiwa kwenye vitu ambavyo yeye hata hahusiki kwa namna yoyote ile, lakini yeye anahusishwa na hivyo vitu. Kwa hiyo alichokiamua ni kuondoka mwishoni mwa msimu ambapo mkataba wake utaisha, na ataondoka akiwa mchezaji huru. So ambacho sasa hivi Yanga wanapambana nacho ni kumconvince Aishi Manula aweze kusaini mkataba na Yanga, kwa sababu pia zipo timu zingine ambazo zinatajwa kumtaka Aishi Manula, ikiwemo Azam FC, timu yake ya zamani. Pia ni timu ambayo inatajwa sana kumhitaji Aishi Manula mwishoni mwa msimu huu, nao waweze kumpata akiwa mchezaji huru. Kwa hiyo Yanga wanamhitaji Aishi Manula, wanamhitaji, lakini ambacho wanakitazama Yanga ni kupambana kumpata mapema zaidi Aishi kabla ya Azam FC, kwa sababu Azam pia wamemweka Aishi kama first target, lakini pia Young Africans wamemfanya Aishi Manula kama first target kwa local players. Ina maana kama Yanga watakuja kuongeza golikipa mwingine ni golikipa wa kimataifa, lakini kwa magolikipa wa ndani, golikipa ambaye wanamtazama kama chaguo namba 1 ni Aishi Manula, na kuna uwezekano mkubwa sana wakampata Aishi kwa sababu tayari na mkataba wake wa Simba utakuwa umemalizika mpaka mwishoni mwa msimu huu kimalizika, na yeye na mkataba wake na Simba utakuwa umeisha, kwa ataenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Aishi ni golikipa bora sana, kwangu bado ni golikipa mzuri ambaye ana uwezo wa kukaa langoni vizuri mbele ya Aishi Manula, mbele ya Djigui Diarra, anaweza kukaa langoni vizuri mbele ya Musa Pimpin Kamara, lakini Simba wao wameamua kumsuspend, kumweka nje ya kikosi kwa sababu wanaamini kwamba kwenye yale mabao 5 ambayo walifungwa Simba, Aishi Manula alihusika. So hicho ndio kitu ambacho kinaleta upinzani zaidi, ama kinaleta ukinzani zaidi, na ndio maana unaona Aishi Manula yeye kama mchezaji ameshindwa kuhandle hiyo pressure, na of course na kwa sababu viongozi pia hawataki acheze, wamemtoa kwenye kikosi. Kwa hiyo yeye ameshindwa kupata muda wa kucheza na anahitaji kupata muda wa kucheza zaidi. Aishi bado ni goalkeeper ambaye kama taifa tunamtegemea
kwenye michuano ya AFCON ambayo itafanyika pale nchini Morocco, lakini pia tunamtegemea kwenye michuano ya CHAN ambayo itafanyika mwezi wa 8, lakini pia tunamtegemea kwenye michuano ya AFCON ya mwaka 2027. Kwa hiyo anahitaji kupata timu ambayo atapata muda mwingi wa kucheza ili aweze kuwa fiti na kuwa imara kwa ajili ya kuisaidia taifa letu. Kwa hiyo kwenda Young Africans ni chaguo sahihi kabisa, ni sehemu ambayo ana uwezo wa kwenda na akafanya vizuri kabisa, akaenda kuonesha uwezo wa hali ya juu, akaenda kuisaidia Young Africans kupata mafanikio makubwa kwenye mashindano ya kimataifa. Still I believe kwamba Aishi akienda Young Africans anaweza kwenda kucheza kwenye kikosi cha kwanza, lakini pia haya ni makosa mengine ambayo Simba wanayafanya. Simba leo kufanya makosa kwa kumruhusu Kevin Nyondan akatoka Simba akiwa bado mchezaji tegemezi akaenda kujiunga na Young Africans. Na makosa hayo ndo haya pia ambao wanayafanya, wanamwacha Aishi Manula anaondoka akiwa mchezaji bora, akiwa mchezaji muhimu, akiwa mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye kikosi cha kwanza na kuwasaidia kwa kiasi kikubwa. Wanamwacha anatoka, anaenda kujiunga na kikosi cha Young Africans, kitu ambacho kitaenda kuwagharimu sana kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa karia ya Aishi na ni move nzuri ambayo inaweza kwenda kumsaidia kukuza zaidi karia yake.